Chapesa. Mambo vipi mwanamichezo mwenzangu wa Chapesa Media, kama ilivyo ada, ukiona nimeshika kikitonge asubuhi na mapema jua na kuletea habari za kimichezo na burudani. Kama kawaida tutazungumzia leo rasmi mbunge linaanza la ligi kuu NBC. Ligi hapa Tanzania, viwanja kama viwili au vitatu sikosei. Nadhani Dodoma Jiji zidi ya Pamba Jiji, Singida Black Stars zidi ya Fountain Gate. Ligi kiufupi imeshaanza, lakini kikubwa zaidi tutazungumzia hususan baada ya mchezo uliofanyika pale visiwani Zanzibar. Yameibuka mambo mengi kupitia influencer na wanachama pia wa Simba Sports Club, mpaka baadhi wamefikia hatua wanasema bwana, ili jambo tulipeleke serikalini wenda wakatushike mkono. Kuna baadhi wanaipoteza Simba yetu na kuna baadhi wanaitakia mema Simba yetu. Kama kawaida nimemletea kitonge mzee Side. Ili jambo alishalitolea ufafanuzi mapema, lakini nakuja kuzungumza naye. Bwana, umesikia baadhi ya vilio vya mashabiki baada ya kipigo cha Yanga Sports, cha Yanga da Africa? Mzee Side. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Shikamoo mzee. Marhaba. Kwema bwana? Kwema. Mambo yanaenda? Mwenyezi Mungu akipanga jambo lake wa kulipinga hakuna. Ndio. Hakika ukiambiwa we kesho tajiri na Mwenyezi Mungu utaamka na fedha nyingi alafu unaanza kuleta nyodo. Ndivyo ilivyo siku zote. Ilivyo ada ya Mwenyezi Mungu. Safi kabisa. Bwana, kuelekea mchezo Zanzibar kulikuwa na furaha za kutosha sana wanachama na mashabiki ulivyoenda. Lakini marudio ya huko bwana, hali imekuwa mbaya, hali si shwari, tafarani. Mpaka baadhi ya influencer naona walifanya presi kutaka kufanya kupeleka maombi yao kwa uongozi wa mkuu wa mkoa kwenda kupeleka malalamiko juu ya klabu yao ya Simba Sports Club. Ili kwanza mzee Saidi, unalizungumziaje? Na imani nyuma tuliliongea kiapo tu. Sasa unajua kuna swala moja ambalo sisi tunakuwa tunashindwa kujielewa, hasa watu wa Simba. Tunachokitafuta ni nini? Tunakitafuta kumuondoa Mo, tunatafuta kuondoa uongozi, tunatafuta kitu gani? Kwa jana ni nukuu maneno yao, wanachokitafuta ni ushindi au furaha ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Sio migogoro kupitia viongozi na kufungwa na Yanga da African. Kwani kufungwa na Yanga unajua ni sababu ni nini? Ndio hapo niweke bayana. Kufungwa na Yanga ni sababu ya uongozi. Kufungwa na Yanga ni kwa sababu ya uongozi. Ndio maana wameweka press jana sio timu. Sasa wanavyoweka mimi binafsi siku zote huwa wananitukana na kuniambia mimi ni Yanga. Lakini mimi huwa nasimama kwenye misimamo. Kwanza taratibu, unatakiwa kwanza ujue taratibu na sheria za nchi hii zinaruhusu maandamano. Nilikukatalia hiyo. Maandamano hayaruhusiwi. Basi pasipokuwa na sababu. Umenielewa bwana? Sababu za msingi. Unaandamana kwa nini? Swala liliopo kama kweli wao au my influencer wana nia ya kuikomboa Simba, wao washindikize mkutano mkuu ufanyike. Ndio suluhisho lote. Haina haja kwenda kwa mkuu wa mkoa, haina haja hata kwenda wapi. Sana mtaonekana mnataka kuleta vurugu. Matokeo yake mnaletewa FFU. Taandikwa bakola barabara zote. Amisi nakwambia. Lakini sasa wanaenda kiamani wapate support. Hakuna amani ya maandamano. Yaani maandamano hayana amani hata siku hii. Hata siku moja, mtu yote asikudanganye. Na wao sio kama wanafanya maandamano. Haihitaji maandamano. Hata kama wanaenda kwa mkisha kuwa watu watatu, mkazidi watu watatu ni maandamano. Ingieni kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano msome. Msikurupuke kufanya vitu. Mimi ndo nakwambia. Mimi nawaambia hivi. Nawaambia kama wadogo zangu au kama jamaa zangu, familia au kama familia wana Simba Sports Club. Yaani wao sisi tushindikize uitwe mkutano mkuu, na kwa tupitie kwa waziri wa michezo. Kuwa bwana waziri wa michezo yeye sasa na ngazi zake za kuzifuatilia. Akitoka pale anapeleka BMT. BMT najua ipeleke wapi. Kule unakopelekwa ndio wanaenda kuambiwa wale sasa. Matapeli wale. Jamani, fanyeni mkutano. Wenye timu wanataka mkutano wao. Lakini sio eti mnyinyi mnaandamana mnaenda kwa mkoa alafu mnaenda kumwambia nini? Ukumbuke Mo ni mfanyabiashara. Serikali inamhitaji. Wewe acha ujinga. Kuna mapato. Wewe vipi? Mkumbuke hicho.
Sio mnakurupuka tu. Sasa kule mkishaenda kule kwenu sasa kule ndio mnaanza kubiliguana sasa. Hamna kuoneana huruma. Ushamuua nyani? Katika maisha yako? Mimi nilishamuua nyani. Umenielewa? Nyani walikuwa wanasumbua, wanakula karanga, wanafukua karanga wanakula. Tukatega nyavu. Nyavu hizi za kuvulia samaki hizi. Tukaweka kule na kule. Tukawafuata kwenye mibuyu. Tukaanza kuwafukuza wale nyani, wamekimbia wakaingia kwenye zile nyavu. Kwenye zile nyavu hawezi kukata. Nyani analia kama binadamu. Wewe huwezi kumpiga nyani. Kwa nini sasa? Analia kama binadamu na anakuomba msamaha, ananyanyua mikono namna hii. Mama yangu Masafi ya Mtume na kwa pia. Nyani unavyomuona na binadamu ni vile vile. Yaani ananyanyua kabisa, anakuomba radhi kabisa. Usiniue. Sasa ndio hiyo anakuambia hivi. Ndio hiyo anakuambia kumkoma nyani glani usimwangalie usoni. Kumkoma nyani glani? Usimwangalie usoni, unagonga. Sasa pale ndio amwangaliani. Mangungu hatukutaki pale wote. Wasiyemtaka Mangungu mikono juu. Kwa hiyo ule uongozi ukishaondoka na Mo anaondoka. Lakini kwa siku ya jana hawakumbeza kiongozi Mangungu. Wao wanachozungumza Mangungu hana shida yoyote. Shida inaonekana huko kwenye pesa iliyo benki. Ngoja basi. Mangungu ndio yupo na wale ndio yeye anaowatumia. Yes, anasema anawafuata kwa kiubinadamu. Sasa kama unapofuata kiubinadamu, Mangungu ndio anayevunja sheria ya Simba. Na anaivunjaje sheria ya Simba? Anavunja katiba ya Simba. Katiba ya Simba anaivunjaje? Kwa kwamba katiba wale haiwatambui. Ndio. Sijui unanielewa? Wale haiwatambui, ndio si ndio tunayotumia. Lakini Magoli alilipinga pia. Alilipinga kwa maslahi yake. Wewe kitu kinachokuumiza utakikubali? Wewe vipi na wewe unataka kuleta na wewe utaacha? Takwambia fala shauri yako. Wewe kitu kinachokuumiza. Ndio nimekwambia pote mbali na wenzio waende wakaone kwa sababu unaniumiza kichwa. Kitu chochote kinachokuumiza hauwezi kukubaliana nacho. Serikali ilileta vyeti feki, kuna mtu alikubali? Watu wote walikataa wakasema tunaonewa, lakini ndio sio sheria. Sheria lazima ifuatwe. Wewe cheti feki kaa pembeni. Wewe mwenye cheti chako original piga mzigo. Umenielewa sijui? Sasa siku chote kinachokuumiza katika maisha yako huwezi kukubali. Magoli kinamuumiza. Katika watu wa kwanza kuondoka Magoli, na Magoli anakuambia mimi Simba kwangu siku nyingi. Sasa unamuondoaje namna hiyo? Tunacheka utafikiri mazuri, lakini swala ndio hilo. Mimi nilikuwa na washauri wafanye taratibu, wamuombe waziri kama tulivyoomba katiba. Kama tulivyoomba mchakato wa katiba, kwa kwamba mheshimiwa, tunaomba utusaidie Makonda. Kwani utuoni sisi tunavyoumia wenzio? Bana, viongozi wajifichi mapenzi yao. Mimi shabiki wa Simba, mimi shabiki wa Yanga. Jamani, mheshimiwa rais mstaafu Kikwete alisema kabisa mimi Yanga. Kwani amejificha? Amezulika? Amepotea? Kipindi Yanga inapita katika madhila magumu, yeye mwenyewe alikuwa anaumia na kasema ile mnamchukulia Morrison. Mnambeba Morrison, alikuja akasema mke wa mwenzio sio wa kwako, mvizie nao wa mwenzio uchukue. Si tumezoea huyu na wewe subiri. Tumezoea kuchukuliana. Si zinaendelea mpaka leo. Na yale ni maneno ya busara. Ndio. Umenielewa? Haina haja ya kuanza kununiana. Sasa hivi ndio unaona na wenyewe wamechukua. Analiza kwanza Hussein. Kaja akakuuliza mwalimu. Akakuuliza chama. Hussein walikataa wenyewe. Hussein hakuwa na mpango wa kwenda Yanga. Mpando wa Yanga. Kwenda kuwa na mpango. Huku nyasi mmeninyanyasa. Sasa kumwona alikuwa mwembamba sana huko, anasema umenenepa. Nasema narudia tena. Nyie huku si mlikuwa mnamnyanyasa, kule kakuta maisha bora. Hata mwanamke. Naitiwa mzee Said kwa ili unukie vizuri. Mimi kwanza sitaki hata kukutana naye sasa hivi yule mtoto. Kwani mimi sikuwa nimeenda kumuona Pacome, si walimpigia simu wenzie kina Msheli pale. Wakamwambia mzee anataka kuongea na wewe. Wakamweka video call. Na mimi wewe Hussein wewe anajifanyaje? Unajua anafanya hivi. Sasa mimi nifanye nini mzee Said? Nikamwambia wewe ulishindwa kukataa. Wewe unakubali? Akaniambia niliwekewa mzigo mrefu na wewe ungekubali. Sasa wewe ungekubali? Hata mimi wewe kwenye mapenzi mimi nisingeenda. Yaani leo kwa sasa ndio inatokea mzee Said, nataka tukuhamishe Railways, tunakupeleka ngazi ya juu kule. Wapi? Kampuni yote. Wapi? Stoki mimi Railways.
We mwenyewe nimezoea kukimbia na mabewa yangu. We stoki mimi. Unanipeleka wapi? Kwanza na ngazi hapo kwenda ngazi gani? Utaenda kunyanyasika, utamkumbuka mkeo wa zamani. Mzee Said bwana, niko hivi. Simba mkifungwa. Migogoro inakuwa mingi, makundi yanakuwa ni mengi sana. Kesho au kesho kutwa mkicheza mchezo wenu dhidi ya Kagera Sugar, mkifanya vizuri, haya yote mnayasahau. Mimi ndo maana narudia bayana hapa Mzee Said. Narudia tena kauli yangu ile. Nairudia tena. Tena na tena. Simba tukiwa tuko katika hali hii ya kawaida, hatuna shida. Wazuri kabisa, tunakuwa kama mazuzu vile. Hatujielewi yani. Tukifungwa akili ndo zinakuja. Tukifungwa na bana hapa, hata tukifungwa na wale Kagera Sugar wala hayumi. Ufungwe na Yanga. Kumbe inauma sana kufungwa na mtani. Babu, wao wenyewe wale wanakuambia kaa jitahidi tusifungwe na Simba. Tukifungwa na Simba hata mara mbili kuna wakamoto. Waambie walegeze hata siku mechi mbili tu. Walegeze waweke watu wao mangunya. Kama watu hawajaondoka na watu pale na mangunya. Wewe unafanya mchezo. Unapita watu wakaanalizana hapo. Wewe tukikutana na Simba tutaumia. Wanaogopa. Sasa wewe nilikwambia mimi. Wale walijigongesha kule mapema na Azamu wakasepa. Na mwenyewe engineer akasema tulikuwa na timu sio nzuri. Ndio. Wenzetu na kipindi kile tulikuwa tuko moto. Nyinyi mlikuwa moto. Wewe mbele unalishindwa wapi? Babu, wale fitina. Fitina nani? Babu, engineer Alafati kina Lesingai, sio kina nani? Unaona wana mifereji wale. Fitina wanajua kucheza na mpira. Basi, wewe umeona wana mifereji usoni? Mifereji hawana. Kama hii ya kwangu? Hawana. Kwa nini hawana? Si bado. Zina chaji. Si bado watoto wadogo wale zina chaji akili. Sio watoto, sema vijana. Watoto bwana wale wewe. Mtoto yupo nyumbani. Vijana. Bana nisikilize. Nakusikiliza. Stop hapa. Mtu ambaye umemzidi umri ni mtoto. Au unaweza ukamwita bwana mdogo. Wala. Sawa? Lakini sasa mimi, yani mimi hata wenyewe nisimame nao wale watoto wale. Sawa, kwa wewe hatukatai. Babu, mimi nimeshakwambia 10 la mwisho. Madau ya Ramadhani. Wewe sinajua ulishaniambia 0 km naenda. Sasa kumbe wewe gari lishatembea kilomita unakuja kuuziwa kama gari jipya. Wewe vipi wewe? Bwana Mzee Side, tetesi zilizopo sasa hivi mitandaoni, kila ukilala ukiamka unakutana mkwe anarudi. Babu, wewe nilikwambia kuna mtu mmoja alinipigia simu. Mimi siamini kama Azizikia anakuja. Mimi nilimkatia simu. Wewe unacheza na viongozi. Wewe wameshaangalia. Na ndio maana kile kikao chao walichokaa siku ile walichokwenda kuchaguana pale, kusimikana uongozi, walisema kabisa timu yetu ilikuwa mbovu. Ndio. Walisema hadharani kabisa, lakini mwaka huu tunataka tutengeneze timu yenye ushindani wa hali ya juu. Si hiyo hapo? Sasa sisi akirudi wao na lengo la makombe ya ndani tu au hadi ya nje? Unajua ngoja nikwambie. Iko hivi. Watu wanashindwa kuielewa Yanga. Yanga mwaka 80 na mwaka 92 kama sikosea 82. Yanga waliwahi kucheza robo finali ya kombe la Afrika. 82 au 90? Kitu kama hicho. 93 alicheza Simba. Simba alicheza Federation ili kombe dogo. Ilikuwa FA alicheza finali kabisa. Alicheza finali ya Simba. Na Stella Atletico. Umenielewa? Yanga aliwahi kucheza. Kipindi hicho wako na kina Makumbi Juma. Umenielewa? Kulikuwa kuna kina Makumbi Juma, kina Bedi Mziba. Umenielewa? Alafu golini alikuwa yupo. Golini nakumbuka alikuwa yuko nani? Amiskinye. Kitu kama hivyo. Amiskinye, kitu kama hicho. Waliwahi kucheza. Kwa hiyo, hivi vitu nisikilize vizuri. Unajua kila kitu kuna kuchanga. Unaweza ukachanga hili likakukatalia. Changa karakta. Unaweza ukafanya hivi unaweza kukatalia. Usije ukaja ukashangaa hii timu hii tunayoibeza hii ikatembea kiasi cha kwamba watu wote tukashika midomo. Ya Yanga. Hii ya Yanga hii. Ni kujipanga tu. Yaani mimi nakwambiaje, ukiwa unaweza ukawa na timu nzuri,
ukapambana, ukafikia mwisho, ukachukua ubingwa. Sasa hii Yanga mnayoiona hii ya kina Shaulile, wao kina Shaulile wanakosa magoli, wao sijui nini na nini, wao sijui nini. Usije ukaja ukashangaa kwenye ligi kule wenzenu wanaziba nafasi, nyinyi mnakaba mtu. Si ndio maana Shaulile kashindwa kufunga magoli yale. Wao kaenda kuwekewa munda pale na watu wawili wote. Baada ya kupiga mzee ngome imepiga. Imeenda tena ile ilimgonga mtu. Imemgonga tule ile. Ikaenda ikatoka nje ile. Alafu siku ile anapewa mkataba pale, alikuwa anasema anaitamani dabi. Yaani kifikiriaga dabi mpaka hivi vinyoleo huwa aliona wapi ile? Sasa sikacheza kule dabi za kule bwana nyingi. Yule ni mzoefu wa dabi. Au umesahau kama yule ni mzoefu wa dabi? Aliacha wewe. Wewe unacheza dabi na dabi ya Dar es Salaam. Mamelodi kule. Yule ni mzoefu. Nataka kuniambia kati ya Selemani Mwali nani huyo Dumbia na Shaulile nani kacheza sana finali? Sasa unaharibu maongezi. Unajuaga wewe tutakuja kukorofishana. Iko siku tu watakuja kushangaa hii nini kitonge hiki kinadondoka chini kwa watu tumekabana. Yaani mimi maneno ya kuniumiza roho huwa unanikera sana Japesa. Kweli mimi nakwambia. Hivi unanitajia Dumbia mimi Dumbia. Na dirisha linafungwa. Kesho sana 6 usiku limefungwa. Wameenda kumchukua mtoto wa Ismaili Mgunda yule. Ndio situweka tunaye kwenda naye. Mwenyezi Mungu. Ndio maana watu wanataka kwenda kwa mkuu wa mkoa. Sasa ngoja. Na ile issue ya X Factor vipi? Maana leo tumeona kwenye peji za Yanga Azam X Factor mchezaji X Factor namba 6. Naona kama kwenye peji ya Azam ile walikuwa ndoto yao wana Simba kuja huku. Kama leo ndo wamemposti afanya mazoezi pale. Mimi ndo maana watu wa Simba wananichukia. Fei wala hana kipingamizi chochote cha kuja Azam. Kuja Simba. Ila ni hii. Mane. Fedha. Shida ya pesa kwa benki. Fedha ziko benki hazitoki. Lakini kama zingekuwa zinatoka siku nyingi. Lakini mzigo ameingia ubia Jeruti mtoni. Sasa ubia si mpaka zienee hela. Jezi hazijaisha. We, nani atakayenunua jezi 50,000 kushtukiza? Afu jana yenyewe tumefumuliwa. Wewe babu. Mimi kuna mtu ameniambia hivi, Fei alikuwa aje toka mwaka jana. Mo kaambiwa alete mpunga, Mo akakimbia kazima na simu. Akakaenda Dubai. Haki ya Mungu, mtu aliyeniambia ni shabiki wa Simba tena kindaki. Wa ndani kabisa. Mzee kazima simu. Dingi kazima simu. Mzigo mrefu. Sasa wewe Fei wa polepole. Kama sasa tunasikia tetesi kama B7. Ndio manake. Yaani yule tutakuja kupewa bure. Alafu ndio msopo wote umeisha. Bure bwana, chukueni huyu. Free agent zenu. Free agent kama kawaida. Wewe Simba sasa mwaka huu kavunja mkataba kwa nani? Sijajua. Bwana mzee nani jana kuna kauli aliongea mwenyekiti wa zamani mzee Dalali. Anasema tangia ile logo ya Simba kutolewa. Nimeiona sasa. Kukatwa kichwa. Fulana nimeiona. Fulana umeiona. Nimeiona. Ya mwenyewe mnyama yule. Sasa anasema toka imebadilishwa ile logo 2020. Yaani yule Simba kukatwa kilo kichwa. Mmemchinja ndio maana anafungwa na Yanga kila siku. Asina kwambia mmemchinja. Ndio maana anafungwa na Yanga kila siku. Simba malengo. Hivyo Simba gani yule? Simba umeweka mdomo tuna meno utafikiri mamba. Kwani mimi si nilisema? Mimi nilisema mapema. Babu, mimi Simba. Mimi Simba babu. Mimi nilikuwa natembea na makaratasi ya magazeti ya wachezaji wa Simba. Wewe nini bwana wewe? Alikuwa kocha. Mdogo wakati huo. Unatembea nayo. Yaani nilikuwa nikiona picha tu ya mchezaji wa Simba au yani neno la Simba mimi nachukua nyumbani. Unajua vile vyumba vile vya nyumbani vile nyumba za madongo. Kulikuwa kuna magazeti ya matumbaku. Ya kufungia matumbaku yamekaa kama kaki kubwa. Ile unaweka ukutani hivi. Yale magumu yale. Kisha piga na misumari. Mimi nilikuwa naenda mjini nilikuwa natafuta magazeti. Wakati ule magazeti yako haya mawili tu. Kulikuwa kuna Mzalendo, alafu kulikuwa na Uhuru. Yako haya mawili. Unachukua zile picha na viwembe. Unachukua zile picha unakata hivi unatengeneza unaenda unabandika. Unabandika. Yaani chumbani mule ulikuwa unakuta wachezaji hivi. Walikuwa hawaachi kuja watoto nyumbani wenzangu kuja kushangaa. Sasa kukaa kuna zile picha zinapigwa Dar es Salaam hapa zinauzwa. Kwa hiyo nikaa nikinunua picha
mimi naenda nabandika picha hizi kama hizi tulizokuwa tunapiga zamani. Unabandika ukutani, unabandika ukutani, unabandika ukutani. Wewe mimi achana na habari ya Simba babu. Mimi Simba nimetoka nayo mbali, sio hao wajinga wanaokuja juzi wanapiga mikelele hao. Wewe kukatwa kichwa ile Simba ile logo. Ndio maana Yanga anatufumua kila siku. Mmetoa logo yake. Vitu vingine vinakuwa kama makaburi. Wataka kuniambia dalali alitengeneza kama kaburi, kesho ukaenda kuchimbua pale si unakuta mfupa wa mtu. Ni nini hiyo? Si kaburi la mtu hilo? Kwa logo irudi. Logo irudi ile yenyewe. Na hiyo yote ni mabadiliko hayo. Ndio 2020 ile nakumbuka mabadiliko. Hayo ni mabadiliko hayo. Ndio, uongozi ule. Na mabadiliko hayo ndio yanasababisha Simba inakuwa na matatizo chungu mzima. Mnaitoa kwenye uhalisia wake. Funga kipindi. Kwa hiyo mzee dalali alikuwa na haki yuko sahihi, yuko sahihi. Yuko sahihi. Unaona kina mzee Kibadeni wamekaa kimya. Alafu na nakwambia hawa viongozi walioko sasa hivi madarakani wa Simba hawana upendo hata na wachezaji wa zamani wenye uwezo wa kuja kuuongoza mpira. Jamhuri Kiwelu mnamuona kaa chizi, lakini ana akili vibaya mno yule. Yule Julio unayemuona wenyewe si mnamuona kaa talalila, lakini Julio ana akili vibaya mno. Niwaambia nipeni timu ikiwezekana. Kwani hajapewa? Julio hajafungwa na Yanga. Sasa hivi ndio ameatadi. Kumbe toka wewe kocha kwa kufungwa. Amefungwa na Yanga lini? Akiwa Simba. Alipigwa 3 akazikomboa. Ndio. Alianza Yanga kupiga 3 bila. Mimi niko uwanjani pale. Mimi niko uwanjani, nimetoka Dodoma, nilikuwa na rafiki yangu mmoja marehemu. Tumekuja na gari yake mpaka hapo. Tumecheki Mbungi siku yetu tukalala, kesho yake asubuhi tukanyanyuka. Karudi zetu Dodoma. Bila pointi. Sijaanza leo wala jana mambo ya Simba usi. Mimi nakwambia hivi Chapesa, mimi sijasoma. Ungesoma? Wala singeleta mambo yao ya ajabu wale. Kamata tena unamuita mmoja tu. Bana hebu njoo. Tena unawaambia kabisa huyu anakuja. Ngoja kwanza wewe gani? Hata makamu wa rais. Asante baba. Funga kipindi. Asante. Bwana, hatuna la ziada. Leo NBC ligi limeanza rasmi viwanjani, viwanja zaidi ya 3 mtanange unaanza kupigwa. Kikubwa zaidi tunachoendelea kusisitiza, wewe ambao bado hujawa mwanafamilia, haujasubscribe channel yako pendwa ya Chapesa Media, ili uweze kupata habari za kimichezo na burudani kwa wakati sahihi. Kuna kengele hiyo hapo pembeni, subscribe uweze kupata habari za kimichezo ndani ya Chapesa Media. Mimi ni ripota wako Chapesa na hii ni Chapesa Media. Tukutane baadaye kwa habari kamili na mzuri zaidi zinazoendelea kutrendi katika michezo yetu ya Tanzania. Bye bye.